Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kusimama mbele yenu leo hii. Ni siku ya pekee tunapoadhimisha Jumapili ya nne, Jumapili ya mwisho katika Jumapili nne ambazo tunakuwa nazo katika utaratibu wa kanisa katika siku za Majilio, na tunajua tunazo siku kama tatu hivi zijazo tutakuwa tunasherehekea kwa mara nyingine tena kwa mwaka 2026, maana tayari 2025 tayari tumesha ukamilisha, na tutakuwa tunaanza mwaka 2026 katika upande wa imani ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami niseme asante kwa ajili ya kupata nafasi hii ya upendeleo. Kama ambavyo mnafahamu, nishawahi kusema kwamba mimi kama mtumishi wenu nataka nipumzike, na hivi ndivyo ambavyo natamani niwe. Kule Kigamboni kwangu tayari nimekwisha waaga, lakini labda leo nilikuwa nani pia na waaga kama natamani nipumzike, kwa sababu kwa kweli roho iradhi lakini mwili amen. Kwa hiyo natamani hivyo, na Mungu anijalie kufanya hivyo kwa kusudi la Mungu. Lakini leo basi nimepata nafasi kama ambavyo Baba aliniomba nipate nafasi katika ibada hii ya pili kuweza kusema na nyinyi juu ya ujumbe wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sisi watumishi tunapenda tusikie sauti za watu wakisema kwa nguvu, kwa sababu tunajua wanasikiliza. Amen. Tukiona kimya tunajua inawezekana wasikilizi au inawezekana wana mawazo mengine. Kwa hiyo tunapozungumza au tunapoitia tena Bwana Yesu asifiwe mara kadhaa, mjue tunataka tujue kama mnatusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Basi karibu sana kwa ajili ya ujumbe huu wa neno fupi. Najitahidi nitumie muda mfupi kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyoniongoza, lakini yeye akiniongezea muda basi pia nikushukuru na neema ikujalie wewe upate kusikiliza, usilale usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niseme maneno machache katika siku ya leo, na nikipenda niseme juu ya wazo kuu ambalo watumishi wa Mungu na hasa Baba alilitangaza wakati tukianza ibada hii. Na ukifungua vitabu vyetu vya sala tunapoadhimisha siku ya nne au Jumapili ya nne wakati wa Majilio, basi wazo kuu ni uwezo wa Mungu ndani yetu. Uwezo wa Mungu ndani yetu. Kwa hiyo nataka tuzungumze machache tu, pengine ulishawahi kupata maelezo au ushawahi kupata mahubiri juu ya juu ya wazo hili ambalo ni uwezo wa Mungu ndani yetu. Lakini ni vema pia ukajikumbusha, kama ulishawahi kusikia tupite basi tukijikumbusha. Lakini kama hukuwahi kusikia, basi iwe ni nafasi yako ya kusikia haya machache ambayo Roho Mtakatifu ataniongoza kuyasema kwenu asubuhi ya leo. Maneno ambayo au neno ambalo natangulia kulisema au kuanza kudadavua ni uwezo au uweza. Uwezo au uweza. Maneno haya mawili unaweza ukasema yana tofauti, kwa sababu moja linasema uwezo na lingine linasema uweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maneno haya yanaweza kuwa na maana sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya mawili yanaweza kuwa yana maana sawa sawa juu ya uweza na juu ya uwezo. Na hapa nataka nikuambie maana ya uwezo au maana ya uweza. Kwa tafsiri fupi tu, maana ya uweza au uwezo ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nguvu ambayo unaweza ukawa nayo au ukaipata, au niseme ni ustahili wa kufanya kitu. Yaani ukisema unasukuma gari unatumia nini? Unatumia nguvu, na huo ndio uwezo ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uweza au uwezo ni aina fulani ya nguvu.
ni aina fulani ya nishati ambayo unakuwa nayo katika kufanya jambo fulani. Sasa inawezekana katika hali ya kawaida nguvu hiyo unaweza ukaitumia kwa maana ya uzito, yani uzito kunyanyua kitu. Amina. Lakini unaweza ukaitumia nguvu hiyo kwa maana ya umbali. Maanake nikisema baba mchungaji ana uwezo wa kutembea kwa miguu kutoka hapa mpaka Ilala, yaani huo ndio uwezo alionao katika miguu yake wa kuweza kutembea, katika uwezo wa kutembea kwa umbali fulani. Lakini pia inawezekana uwezo wa kimo, na inawezekana uwezo wa kina, na vyote hivi vinaweza vikatumika kwa namna ya akili. Amina. Kwa namna ya sheria, yani kisheria, lakini pia inaweza kutumika kwa namna ya maadili, na inaweza ikatumika pia kwa namna ya fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka tunazungumza juu ya uwezo ambao nimetafsiri kwamba ni nguvu au aina fulani ya ustahili wa kuweza kufanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndicho ambacho nataka ushikilie, kwamba uweza au uwezo ni nguvu ambayo unakuwa nayo mtu au anakuwa nayo mwanadamu au anakuwa nayo hata mnyama. Kwa hiyo uwezo unaweza ukawa kwa mwanadamu na ukawa pia kwa mnyama. Nisikilize, uwezo unaweza kuwa kwa mwanadamu, lakini pia unaweza kuwa kwa mnyama. Lakini uweza, yaani anayeweza kuwa na uweza ni mmoja tu. Asifiwe sana. Naye ni Mungu. Kwa hiyo ndio tofauti yake. Nimesema vina maana sawa, lakini katika kutumika sisi wanadamu tunao uwezo, lakini hatuna uweza. Amina. Yaani ukinyosha mkono manake umeelewa. Kama umenyanza manake nirudie tena. Nasema hivi, uwezo mwanadamu anakuwa nao. Kwa mfano Dada anaweza akawa mwimbaji, ana uwezo wa kuimba, sio anaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeelewa tofauti yake? Kwamba yeye ana uwezo wa kuimba, lakini ana uwezo wa kuimba, lakini uwezo anao peke yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi tunapata uwezo huo kutoka kwa huyo aliyemweza wa yote, na aliyemweza wa yote ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo ndiye anayetugawia huo uwezo, lakini bahati mbaya hakutugawia uweza. Ametugawia nini? Uwezo. Kwa hiyo uwezo tunao. Mimi ninao uwezo na nikafanya mambo kadha wa kadha. Nimekuambia hapa namna ambavyo ninaweza kufanya mambo haya kadha wa kadha, aidha kwa kutumia akili, kwa kutumia fedha na vitu vingine vingi nikafanya. Lakini uweza wa kuumba hii dunia tunayokaa, hakuna yeyote aliye nayo. Yaani hakuna aliyeweza au na atakayeweza kufanya hivyo. Aliyeweza na atafanya hivyo na akafanya ni nani? Ni Mungu peke yake. Kwa hiyo nimesema hivyo tofauti kubwa sana juu ya matumizi ya maneno haya, lakini ni kwa sababu tu kwamba hili moja linatumika kwa wanadamu na wanyama, lakini lile la uweza linatumika tu peke yake kwa Mungu. Wanadamu na mnyama wamepewa uwezo na Mungu, na ndio sababu anaweza kutembea. Amepewa uwezo na nani? Na Mungu. Yaani hata wale ambao hawezi kusema pia Mungu amewafumba vinywa wasiseme. Kwa hiyo Mungu anakupa wewe uwezo wa kusema, mwingine anamfunga asiseme. Anakupa uwezo wa kukimbia, na pengine hata ukichoka, yaani wewe ulivyo na uwezo wako, ukichoka unaweza kuamua kupumzika. Amina. Yaani kuna vitu vingine Mungu akiamrisha vinaweza kuwa vinakimbia hata havichoki na vinaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnyama mmoja anaitwa chui. Anasema ni mnyama ambaye anakimbia spidi kubwa sana bila kuchoka, lakini haendi mbali sana. Yaani ukimtembeza kwa umbali sana
bado naye anachoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Mungu amekiweka kwetu, lakini pia amekiweka kwa nani? Amekiweka kwa wanadamu. Mwanadamu pia amepewa uwezo wa Mungu kuweza kuzaa. Yaani ni uwezo ambao Mungu ametupatia, uwezo wa kuzaa, uwezo wa kulea. Lakini pengine ametupa uwezo, pengine huo sio uwezo wa Mungu, huo ni uwezo wake ambao Mungu ametupa, lakini tunautumia vibaya. Uwezo wa kuua, yaani sio Mungu anayeturuhusu tuue. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuna uwezo wa kuua, si ndio? Yaani kuna mtu anachukua kisu anamuua mtu mwingine, yaani kwa uwezo na nguvu alizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa hili halitoki kwa Mungu, yaani sio uwezo ambao Mungu anataka tuutumie hivyo. Kwa hiyo hapa tutakwenda labda hapa baadaye kuona matumizi mazuri ya uwezo ambao Mungu anatupatia ili tutumie kwa sababu ya kumtukuza yeye. Kwa hiyo kama mnyama pia naye ana nafasi hiyo ya kuua. Yaani mwanadamu na mnyama hawa wawili wana nafasi ya kuua, lakini nataka nikuambia hawana nafasi ya kuuisha. Umeelewa hapo? Yaani hata madaktari wanajifanya wanaweza mgonjwa anayeumwa wakampa dawa, wanachofanya ni kumtibu, lakini anayeweza kuponya ni nani? Ni Mungu peke yake. Yaani ndio anayeweza kuponya. Madaktari na wale wote wataalamu wa dawa wanafanya nini? Wanatibu, lakini Mungu peke yake ndio anaweza kufanya nini? Anaweza kuponya, kwa sababu huyo pia ndiye anayeweza kuuisha. Yaani huyo ndio anayeweza kuua kama anaweza, lakini pia anaweza kuuisha. Watu wa Mungu, mnakumbuka maneno yale anasema, nitakusomea baadaye, lakini kutangulizia anasema, ogopa yule mtu ambaye anaua mwili na roho. Yaani huyo umogope, lakini yule anayeua mwili alafu akaiacha roho, achana naye. Yaani maana yake anakuambia shetani ana uwezo wa kuua mtu, lakini hana uwezo wa kuua roho, lakini pia hana uwezo pia wa kuuisha. Aliye na uwezo wa kuuisha ni Mungu peke yake. Kwa ujumla Mungu ametupa uwezo wa kufanya au kutenda kwa kutimiza katika yale ambayo tunayafanya kupitia miili yetu, akili zetu, kama nilivyosema, kisheria, maadili na kifedha. Lakini unaweza kutumia akili na ukawa na ujuzi na ustadi katika shughuli fulani. Ni uwezo ambao Mungu anakupa. Kwa mfano, nisema hapa Neema anajua kuimba. Huu ni mfano wa namna ambavyo Mungu anatumia mwanadamu kumpa uwezo na akili za kuweza kuimba na akawa mstadi. Au tumeona jinsi ambavyo wako wachezaji mpira ambao wanacheza vizuri sana mpaka inafika mahali unasema huyu hakika ana uwezo wa pekee. Huu uwezo wa pekee unatoka wapi? Unatoka kwa Mungu peke yake, ndio anaweza kukupatia. Kwa upande mwingine, Mungu peke yake ndiye anayeweza au aliye na uwezo juu yetu. Ndiye aliye na uwezo juu yetu, sio uweza juu yetu. Yaani anaweza kaamua lolote juu yetu. Lakini mimi nataka nikuambie wewe, pamoja na uwezo ambao Mungu amekupa, una uwezo wa kuamua lolote juu yako. Utajitahidi uamue hilo, lakini pengine huwezi. Amina. Yaani kuna wakati unasema basi na niamke, lakini kama Mungu amekuambia sasa hivi ni wakati wa kulala, utalala tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya hata kama una uwezo, lakini angekuwa mwenye uweza basi angeweza akafanya wala bila shida yoyote. Tofauti na uwezo ambao anapewa mwanadamu au mnyama, ambao anaweza wakati mwingine au unaweza wakati mwingine ukabanwa na vitu kadhaa. Yaani kama nilivyokuambia kwamba kuna vitu ambavyo pamoja na uwezo aliokupa uwezo kukifanya. Nimesema hivi, kama wewe ni wakati wa kulala, yeye amesema ulale, huwezi kufanya kitu kingine zaidi ya kulala. Kwa hiyo unabanwa na nini? Unaweza ukabanwa na wakati, unaweza ukabanwa na nafasi, na unaweza ukabanwa pia na nguvu. Amina. Yaani unapolala usingizi, yaani kuingia kwenye usingizi,
unafika mahali hata kuinuka unashindwa, yaani hata nguvu za kukufanya uinuke inakuwa hazipo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu wakati ule ni wakati wa kulala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza pengine ukajiuliza kwa nini haya yote yanatokea? Maana ni yeye ndiye aliyeweka, kwa sababu ya nafasi alionayo au kwa sababu ya uweza alionao juu ya mwanadamu. Kwa hiyo ameweka haya. Labda unajiuliza kwa nini? Sababu yeye yuko juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kumbuka hili, Mungu yupo juu ya yote au yuko juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Mwenye Biblia atusomee waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya 4 na mstari wa 6. Tunasema mtumishi anaendelea kusema tu hata tusikie anasema kutoka wapi. Lakini kupitishe kwenye maandiko machache, Mungu akitujalia tutapita kwenye mengi ili kukuonyesha haya ninayosema. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 6. Kama mtu ameona tafadhali anisomee. Ndani ya yote, katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Mungu ndiye aliye na uwezo, ni Mungu aliye na uwezo. Lakini lingine ni kwamba Mungu ana uwezo kamili juu ya dunia yote, kwa sababu ndiye aliyeiumba. Amina. Ndiye aliyeiumba dunia hii tunayoishi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ukianza mstari wa 1 utaona maneno yanayoonyesha jinsi ambavyo Mungu aliamua kuumba dunia hii tulionayo na vyote vilivyomo pengine na kuendelea, kwa jinsi ambavyo yeye alitamka. Tena alitamka maneno, alitamka kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakwenda huko baadaye kwa nini nasema kwa neno, kwa sababu kumbe maneno ambayo alikuwa Mungu anayatamka yana uwezo, yana uwezo. Sikia, maneno ambayo Mungu aliyatamka yana uwezo wa kuumba kitu. Na utaona kabisa pale nilipokuambia mwanzo, anasema na iwe nuru, alafu anasema ikawa nuru. Yaani hakuna kitu kingine kilichotokea hapa. Anasema na iwe nuru, alafu anasema ikawa nuru. Hapo katikati unaona kuna process fulani, unaweza kukajua. Yaani kuna kazoezi hapo katikati kalikofanyika mpaka nuru ikawa. Tunaambiwa tu akasema au akatamka ikawa na iwe nuru, alafu ikawa nuru. Yaani aseme kwamba hapo katikati basi nuru ikatokea mahali fulani, ikajiviringisha, ikawa hivi, ikawa hivi. Anasema hivi, alipotamka kwamba na iwe nuru, ikawa nuru. Na uwe mwanga, ukawa mwanga. Kwa hiyo huyo ndio mwenye uweza. Anaweza akatamka na ikawa. Na ulimwengu huu tunaoishi uliumbwa tu kwa kutamka neno, kwa kutamka matamshi yaliyotoka kinywani mwa Mungu. Kitabu cha Mwanzo kile ukisoma mpaka ile sura ya 2 ambapo mstari wa 7 unaeleza jinsi ambavyo Mungu alitumia mavumbi kumuumba mwanadamu, lakini baadaye kumpulizia pumzi ya uhai ikawa kiumbe hai. Lakini huko nyuma kote utaona ni matamko ambayo Mungu anatoa na vitu vinafanyika. Huo ndio uweza alionao Mungu, uweza alionao Mungu. Mungu kama ambavyo tumeona pia ana uwezo kamili juu ya kiroho. Sasa hapa nadhani ndio mahali penyewe ambapo unatakiwa upashikilie. Yaani Mungu pamoja na hiyo yote alivyoviumba ambavyo tunaweza tukasema viko physical au tunaviona kwa macho, viko vingine ambavyo Mungu pia ana uwezo navyo. Hivi pia ni vitu ambavyo Mungu ana uwezo navyo, na hivi vyote ni vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vya kiroho. Kumbuka pia kwamba Mungu ni peke yake awezaye kufanya maajabu. Mungu ni peke yake awezaye kufanya maajabu. Kwa hiyo mwingine yote hata kama ni mwanadamu akifanya maajabu
Mungu ameingia kati, yaani ameruhusu hayo maajabu yafanyike, lakini Mungu peke yake ndiye afanyaye maajabu. Sasa kabla hatujaenda kwenye kuona maandiko, niseme hivi kwamba tunapokwenda kujifunza uwezo wa Mungu ndani yetu, lazima tujue huo uwezo tunaupataje, na hilo litakuwa ndio jambo kubwa ambalo nataka nitakapofika kwenye hatua hii ya kukuambia namna gani unaweza ukapata uwezo wa Mungu juu ya jambo hilo. Basi naomba ushikilie, naomba ufahamu hilo, naomba ulifanye hilo iwe sehemu ya jambo kubwa ambalo umelipata leo, kwamba leo hii katika siku hii ya leo nimepata kitu ambacho kitanipa nafasi ya kuweza kujua namna ya kupata uwezo, maana namna ya kupata nguvu. Amina. Tumesema kwamba uwezo ni nini? Ni nguvu, si ndio? Au nilisema ustamili, yaani ile kitu kinachoweza kufanya wewe ufanye kitu fulani, ndio hiyo uwezo. Amina. Shika hilo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba utakapomaliza maneno haya machache ya kukufundisha, basi uwe umepata nafasi ya pekee kabisa ya kuweza kujua namna ya kupata huo uwezo. Kama unao, basi namna ya kuongeza. Amina. Maana kuna nafasi ya kuongeza. Sasa tusome maandiko pekee yaliyopo katika kitabu cha Ayubu ambacho kinaonyesha kwamba Mungu wetu pekee pia anaweza kufanya maajabu. Kitabu kile cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10. Naomba haraka sasa tutaka kusoma maandiko ili tudhihirishe haya tunayosema. Ayubu sura ya 5, Ayubu sura ya 5 na mstari kule wa 9 na wa 10. Amin. Rudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema Mungu wetu ndiye peke yake afanyaye nini? Maajabu. Ulielewa? Ni yeye peke yake afanyaye nini? Maajabu. Na nikamwambia kama kuna mwanadamu ambaye anaweza akafanya kitu ukasema amefanya ajabu, ni Mungu tu ameruhusu, ni Mungu tu amempa imani, lakini hakuna mwanadamu anayeweza kufanya maajabu zaidi ya Mungu wetu. Ndiye awezaye kufanya nini? Maajabu. Na neno linadhihirisha hapa kwamba yeye tu afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, lakini hayo mambo anayoyafanya ni mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi ya 72 mstari wa 18, tunazungumzia pointi ya yeye kufanya mambo ya ajabu. Zaburi ya 72 mstari wa 18. Kila haraka. Zaburi ya 72 samahani. Zaburi ya 72 mstari wa 18. Kama mtu ameona, naomba asome. Atendaye miujiza yeye peke yake. Sio amesema atendaye miujiza na wengine, yaani atendaye miujiza na manabii, atendaye miujiza sio na mitume. Atendaye miujiza peke yake, huyo ni yeye. Lakini tumalizie somo andiko lingine katika Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 2. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 2. Yaani anamwambia huyu mtu, anasema hayo unayofanya maana ni kwamba hayawezi kufanya na mwanadamu mwingine yoyote.
yaani lazima yanafanyika na mtu ambaye ana uwezo, na huyo aliye na uwezo ni Mungu peke yake. Kwa hiyo mwanadamu hana uwezo wa kufanya hicho kitu, ni Mungu peke yake ndiye aliye na uwezo wa kufanya hicho. Kwa hiyo nikwambie, yuko Mungu tu ndiye anayeweza kufanya hayo maajabu. Tumesoma maandiko na tumeona, lakini nataka nikuambie, yuko mmoja peke yake aliyepewa uweza huo na akaja hapa duniani na sisi tunamfahamu. Wangapi wanamfahamu? Aliyepewa uweza akaja hapa duniani ni nani? Amen, amen, barikiwe sana. Aliyepewa uwezo huo ni Yesu Kristo peke yake. Huyo ndiye aliyeweza hata kumfufua Lazaro. Tunajua habari za kufa kwa Lazaro, Injili ya Yohana sura ya 11. Yohana kufa kwa Lazaro ambaye alikuwa ni ndugu yao au kaka yao Mariamu na Martha. Amekufa, akazikwa, akakaa kaburini siku 4, halafu Yesu akaja akamfufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio ambaye alipewa uwezo. Si hivyo tu, tunaona jinsi ambavyo alipewa uwezo wa kumfufua mtoto wa akida aliyekuwa na miaka 12 ambaye alikuwa amekufa. Nadhani ni kwenye Luka 5 au 6 hiyo au 8. Lakini pia kuna wakati Yesu akiwa katika shughuli zake, katika huduma yake, alipita mahali akakutana na mama mmoja katika mji wa Naini. Mtoto wake wa pekee amekufa, anapelekwa kuzikwa, yeye akamfufua. Ninapoyasoma maandiko ninafahamu Yesu aliwafufua watu wangapi? Watu 3. Alimfufua Lazaro, alimfufua yule mtoto wa akida, na akamfufua huyo mtoto wa mjane wa Naini. Watu 3 aliwafufua. Lakini wako mitume ambao walifufua wengi. Tunamkumbuka jinsi ambavyo Dorcas alifufuliwa na Petro. Kwa hiyo hawa walipewa baadaye uwezo na Yesu mwenyewe aliwapa uwezo vipi? Aliwapa uwezo kama lilivyo neno katika andiko, katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, naomba tufungue hapa Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari ule wa 8, nafikiri wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 8, nafikiri anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yahudi yote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nanyi mtapokea nguvu, manake nanyi mtapokea uwezo. Na unaweza kuona uwezo waliopokea wanafunzi. Sura ya 2 anasema hata sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume anasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu waliahidiwa kwamba watapokea nini? Nguvu. Watapokea nini? Uwezo. Na uwezo huu wanakuja kupokea hapa kwa namna ya pekee kabisa. Na baada ya kupokea huo uwezo, ndipo wanapopata nafasi ya kusema kwa lugha nyingine, kunena kwa lugha nyingine. Yaani kabla ya hapo hawakuweza kunena kwa lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kuna maajabu yanafanyika, ni Mungu anaruhusu yafanyike, na yeye anaweza akayafanya, na yeye anaweza akayatimiza. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa haya yalifanyika kwa sababu kuna uwezo ambao uliachiliwa ndani ya watu au ndani ya mtu. Ukisoma katika kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 43 ndipo unapopata zile habari za Lazaro aliyepewa kufufuliwa. Na ukiona hicho utaona kabisa kwamba hicho ndicho ambacho Mungu atakifanya siku ya mwisho kwa wanadamu wote, yaani kuwafufua wanadamu wote, ikiwa
itakuwa imetimia na ameamua hatima ya nafsi zetu. Soma Injili ya Marko sura ya 12 mstari wa 26 na 27. Naomba kama kuna mtu anaweza na mwingine asome Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 15. Moja Marko 12:26 hadi 27 na mwingine Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 15. Jinsi Mungu alipomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, hivyo mwapotea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine inahitaji maelezo zaidi ya ziada, lakini anajaribu kuzungumza juu ya maisha yetu ya baadaye, jinsi ambavyo ikiwa tutakufa lakini tutafufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama tutakufa tutafufuliwa. Kwa hiyo tuwe na uhakika kwamba huyo aliye na uweza anaweza akafanya nini? Akatufufua kama ambavyo Lazaro alifufuliwa na Yesu. Na huo ulikuwa ni mfano halisi wa kuonyesha kwamba Mungu aliye na uwezo ana uwezo wa kufufua, ana uwezo wa kuisha mtu. Moja tusomee ile Thesalonike kama mmefika 4:15. Unaona, haya ni maandiko ambayo siku zote tulikuwa tunaitumia hasa tunapokwenda kwenye misiba hivi, lakini ni maneno ya tumaini kwamba maisha haya tunayoishi na tunayopita, ikiwa yatafika mwisho, maanake ni kwamba tutakufa, na tukishakufa tuwe na hakika kwamba tutafufuliwa na yuko ambaye atatufufua. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko ambaye atatufufua, yuko ambaye atatuhuisha. Japo pale pengine maneno yanasema baada ya kufa miili yetu itakuwa sio hii tulionayo, itakuwa ni miili mingine, lakini uhakika kwamba tutakufa, halafu hakika kwamba tutafufuka, hilo lipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ametupa uwezo katika dunia hii ambapo tunaishi ili tuweze kuishi kwa mafanikio makubwa sana, lakini ikiwa unafeli ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ikiwa unafeli yaani ule wako. Yaani si kwa sababu Mungu amekupa kufeli. Umefeli wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa kufanya au kuishi katika ulimwengu huu kwa mafanikio makubwa. Tena mafanikio makubwa mno. Kwa hiyo ukitaka, wazungu wanasema ukitaka ku excel, ukitaka kupanda kwenda juu sana, utakwenda. Mungu amekupa uwezo huo. Unautumiaje ni wewe. Kwa hiyo ukifeli, ukishindwa kwenda mbele, wewe mwenyewe umefanya nini? Umeshindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utajiuliza uwezo huo unaupataje? Na nilisema pale mwanzo, nasema wengi wetu maswali letu tutakuwa ni uwezo huo unaupataje. Sasa tega sikio ili uone. Tuone jinsi uwezo wa Mungu unavyodhihirishwa ndani yetu. Kwanza kabisa, uwezo wa Mungu unadhihirishwa ndani yetu kwa neno lake. Kwa hiyo ni neno tu. Kwa nini? Kwa sababu neno ndio limetupa nafasi. Tumesikia jinsi ambavyo Mungu alitumia neno kwa ajili ya kuumba. Amen. Mungu ametumia matamko kwa ajili ya kuumba, yaani ametumia maneno kwa ajili ya kuumba. Na wote tunafahamu tunapozungumza habari ya neno, tunazungumza habari ya nani? Kristo. Injili ya Yohana sura ya kwanza. Karibu some Injili ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Uone tunapozungumza neno tunazungumza juu ya kitu gani? Tunazungumza juu ya nani? Au tunazungumza juu ya nini? Kama mtu ameona, karibu. Hapo mwanzo kulikuwapo na neno. Naye neno alikuwapo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Hebu rudia tena. Hapo mwanzo kulikuwapo neno. Naye neno alikuwapo kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu.
naye neno alikuwa nani? Kwa hiyo tunapozungumza habari za neno, tunazungumza habari ya nani? Tunazungumza habari ya Mungu. Si amesema? Mbona mnaogopa kusema jinsi neno? Kama unaogopa kwa sababu huyo amesoma, soma mwenyewe basi. Soma wewe mwenyewe maandiko. Maana unasema amesoma, mimi sikuona. Soma mwenyewe hilo andiko. Anasema naye neno alikuwa ni nani? Naye neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna wasiwasi. Utapata hiyo nguvu, utapata huo uwezo ikiwa utakuwa ndani yako kuna neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ndio litakalo kudhihirishia, litakalo kupa nafasi uweze kuwa na neno, kwa sababu kwa kupitia neno lake tunaweza tukaona jinsi ambavyo Mungu aliumba ulimwengu. Alitamka tu. Ebrania sura ya 4 mstari wa 12. Ukisoma hayo maneno, usisome, unasema kwa maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Yaani lina nguvu kwa maana hili neno linaweza kufanya vitu, linaweza kuumba vitu. Kwa hiyo ikiwa umelipokea neno la Mungu, manake umepokea nguvu. Amina. Kama umepokea neno la Mungu, manake umepokea nguvu, manake umepokea uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia juu ya uwezo wa Mungu ndani yetu. Na sasa tunazungumzia pointi ya mwisho, unaupataje huo uwezo? Na tumeona kwamba kumbe unaupata kwa kupitia neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama tulivyosema, uwezo ni nguvu. Kwa maana hiyo, kama unaendelea kulipata neno la Mungu, manake unaendelea kuchochea nguvu ndani yako. Amina. Yaani jinsi ambavyo unasoma neno, jinsi ambavyo unajifunza neno, jinsi ambavyo unasikiliza neno, unapata nafasi ya kuchochea nguvu au uwezo ndani yako. Na huo uwezo ndio utakaokupa mafanikio. Nimesema hivi, kama unafeli ni wewe mwenyewe unafeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala usimlaumu Mungu kwamba amekufelisha. Hapana, ni wewe mwenyewe unafeli. Kwa hiyo hiyo ndio nguvu ambayo tunaweza tukaipokea. Tunaipokea nguvu hiyo kwa njia ya neno. Na sasa nipende kwa pamoja sasa tuone labda kwa sekunde chache tu nguvu ambayo Mungu anatupatia na ambazo tunaweza tukapokea kupitia neno la Mungu. Nguvu ambayo tunaweza tukaipokea kupitia neno la Mungu. Nguvu ya kwanza, kama unaandika andika. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya uzima. Amina. Hiyo ndio nguvu ya kwanza tunaipokea. Yohana sura ya 6 mstari wa 63 anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Kwa hiyo tunapata nguvu ya uzima kupitia hilo neno. Tunapokea uzima huo pale tunapookoka na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu, kwani yeye ndiye neno. Tumesoma Injili ya Yohana, si ndio? Injili ya Yohana sura ile ya kwanza, nimesomea dada yetu hapa, sura ile ya kwanza na mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno alikuwako kwa Mungu na huyo neno ni yeye Mungu mwenyewe. Jambo la pili, unapokea nguvu ya majibu ya maombi yako. Neno la Mungu linasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Amina. Umesikia hiyo point? Yohana 15 aya 7 nasema neno linasema nanyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uwe na hakika, ukikaa ndani ya neno la Mungu, ukijifunza neno la Mungu kwa wakati wote, uwe na hakika wewe utapata kuwa na neno ndani yako na utapata kibali cha kuomba lolote, alafu yeye atajibu na kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nikakwambia unafeli mwenyewe kwa sababu kuna kitu umekikosa. Ukishalipokea neno, hakikisha kwamba
unalimwagilia maji. Na naposema kulimwagilia maji, maana yake ni kwamba unaendelea kujifunza na kusoma na kusikia, kwa sababu kwa njia hiyo unaongeza kitu katika maisha yako. Ukisoma kitabu kile cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 inasema kitabu hiki, naomba nisome maandiko haya kama hujafika, lakini naomba upate nafasi ya kusoma maandiko haya. Kitabu kile cha Yoshua sura ya 1 kabisa na mstari ule wa 8 anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kwa njia ya kuendelea kujifunza neno, njia ya kuendelea kupata neno. Pengine unajua ikifika wakati huu wa kupata neno ndipo unapopata nafasi ya kulala usingizi, lakini neno linaweza kusaidia kutoka hapo ulipo ukasogea ukaenda mbali. Jambo la tatu, hili ilikuwa ni jambo la pili, nguvu ya majibu ya maombi yetu. Lakini jambo la tatu, nguvu ya kumulika njia zetu, ndio kazi ambayo neno linalo. Katika Zaburi ya 119 na mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Sasa nilipokuwa najaribu kusoma maneno haya nikajiuliza, kwa nini anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu? Nikakumbuka tunapotembea katika ulimwengu huu, ulimwengu ambao umejaa dhambi, kuna hakika kabisa kama kuna giza, kama hakuna nuru, kila wakati tutakuwa tunaanguka dhambini, yaani tutakuwa tunaanguka kwenye mashimo. Kwa hiyo nuru inakupa nafasi ya kuona unapokwenda. Nuru inakupa nafasi ya kuangaza mahali unapokwenda. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba kama neno liko kwa wingi ndani yako, utakuwa na nuru ya kutosha. Kama neno liko chache kwako, utakuwa na nuru kidogo. Wakati mwingine utakuwa huoni vizuri, matokeo yako unaingia kwenye uovu, unaingia kwenye dhambi kwa sababu kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno linakusaidia ili uweze kuwa na nguvu ya kuona, tena uweze kupata nafasi ya kuepuka pia. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kila wakati kuweza kujifunza neno la Mungu. Kwa hiyo neno linatupa nguvu ya kusafisha njia zetu ili tusiende katika dhambi, yaani tusijikwae na kuanguka katika uovu. Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Unajua maandiko hayo, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Hiyo neno lako au neno lake likiwa ndani yako wewe, yaani unaweza ukaepuka dhambi, nisije nikakutenda dhambi. Jambo la nne, twende haraka tuweze kumaliza. Jambo la nne ni nguvu ya imani. Tambua kwanza, chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Warumi sura ya 10 na mstari wa 17 inasema maneno haya. Lakini Mathayo sura ile ya 14 na aya ya 28 kuna habari moja nataka nielezee kwa ufupi tu. Petro alimwona Yesu anatembea juu ya maji. Amina. Unaijua hiyo habari. Alimwona Yesu anatembea juu ya maji, ile bahari ya Galilaya. Sisi wengine tumeiona hiyo bahari ya Galilaya, tumepata neema ya kuiona na tumeonyeshwa hapo mahali ambapo Yesu alikuwa anatembea akiwa na wanafunzi hao. Petro alipomwona Yesu anatembea juu ya maji, akapata kaimani kidogo kumwambia Yesu, na mimi nataka nitembee juu ya hayo maji kama unavyotembea yeye. Yesu akamwambia njoo. Alipomwambia njoo, Petro akaanza kutembea juu ya maji kama ambavyo Yesu alikuwa anatembea, yeye akanatembea. Lakini mahali fulani kukatokea mawimbi, na yale mawimbi yalipotokea, Petro akayaogopa, akasema hapa lazima nitazame. Sasa kinachoweza kutokea hapa, wengine hawafahamu katika ulimwengu wa roho, manake ni kwamba kuna njia au kuna namna ambavyo giza liliingia kwake. Hakuiona tena njia, hakuona tena usalama kwake. Alichokiona yeye ni wimbi kubwa la kumzamisha.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini neno la Mungu linaweza kusaidia wakati wote kuona kwamba kama kuna uovu, wewe unao uwezo wa kupambana nao na hata kuupita. Nimesoma mfano huo kwa sababu wakati mwingine tunatembea juu ya mambo fulani ambayo tunaona kwamba hatuna msaada tena, hatuwezi kupata kitu chochote, lakini kumbe Yesu yupo. Aliyemwokoa Petro siku ile ni Yesu mwenyewe. Alimwambia, mbona umekuwa na imani kidogo? Yaani maana yake ulikuwa na imani ile ile ukaiongezea na kuiongezea, ungefika hapa nilipo, au ungetembea kama ambavyo mimi nimetembea. Kwa hiyo ni nguvu ya imani. Lakini jambo la tano ni nguvu ya kuumba. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Naomba mtu tusomee pale. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3. Hakuna mwingine atusomee Zaburi ya 33 mstari wa 6 na wa 9. Kwanza Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ndiyo. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Amen. Hapo ya kwanza tu hiyo uliosoma hiyo, kwa imani kwamba kuna vitu viliumbwa kwa neno la Mungu. Basi ndicho ambacho tunasema kwa maana ya nguvu ambayo inakupa kuumba, kwamba vitu vyote ambavyo tunaviona katika ulimwengu vilifanya nini? Viliumbwa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 33 mstari wa 6 na 9. Kama kuna mtu ameona mstari wa 6 na 9. Anza mstari wa 6 kwanza. Wa 6 alafu nenda wa 9. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Amen. Soma mstari wa 9. Maana yeye alisema, ndio. Alisema ikawa. Maana yeye alisema ikawa. Na yeye aliamuru ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetaka nikupeleke hapo uone jinsi ambavyo neno lina nguvu ya kufanya nini? Ya kuumba. Mungu mwenyewe alitumia neno, halafu hivi vitu vyote vikaonekana. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia hapa, na pengine nitumie nafasi kukuonya, maneno unayotamka kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno unayotamka kwa wazazi wako, maneno unayotamka kwa watoto wako, maneno unayotamka kwa jamii, angalia sana. Watch out, Mungu anasema angalia sana, kwa sababu yanaweza yakaumba kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hadithi ambayo mara nyingi haijaandikwa mahali, lakini watu huwa wapenda sana kuisimulia. Nasema wakati Yesu akiwa mtoto mdogo alikuwa anacheza na wanafunzi na watoto wenzie, sio wanafunzi, anacheza na watoto wenzie kwenye jamii ile alipokuwa anaishi. Sasa baadaye akaitwa na wazazi wake. Alipoitwa na wazazi wake akaenda. Aliporudi akakuta wale wenzie hawapo. Anajua anakokaa. Basi akawafuata, akakuta wazazi, labda aliwaamkia, sio alisemaje, lakini anasema anawatafuta wale wenzangu ambao nilikuwa nacheza nao. Akasema hapa hawamo. Akasema mbona nawasikia huko ndani wanasema sema. Akasema hao ni mbuzi. Mara ile watoto wale wakageuka wakawa sauti za mbuzi, yaani kwa sauti za mbuzi. Wanalia wazazi wakaanza kushangaa. Lakini kwa sababu walitamka wenyewe kwamba hao walioko huko sio watoto ila ni nini? Ni mbuzi. Sasa mara nyingi tumekuwa tukiwatamkia watoto wetu, mjinga wewe. Yesu asifiwe sana. Utakuwa mjinga wewe. Pumbavu wewe. Tunatafuta matusi tena mazito ili mioyo yetu iridhike kwamba umetukana. Lakini lile linalotoka je? Umeliangalia athari yake kwa mtoto wako? Mtoto wako akifanya kitu fulani hivi, malaya wewe. Alafu baadaye akiwa malaya unamshangaa. Lakini wewe mwenyewe ulishatamka mwanzo. Tena ulimtamkia akiwa mdogo. Sasa anatimiza tu lile ulilotamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ulisema malaya wewe, sasa umefikiri anafanyaje sasa? Nimekwisha kuumbwa na shetani ananishikilia. Kwa hiyo nataka nikuonye sana
juu ya maneno tunayotamka, kwa sababu kumbe maneno ni matamko mazito yanayoweza kuumba na yanaweza kufanya utekelezaji wa kile ulichokitamka. Jambo la sita, namalizia. Jambo la sita ni nguvu ya kuponya. Hapa sitasema sana, lakini ukisoma Injili ya Mathayo sura ile ya 8 na mstari wa 7 na hata wa 8, kuna mtu mmoja anaitwa Akida. Anaitwa Akida. Huyo Akida alikuwa na mtumwa wake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Akamwendea Bwana Yesu, akamwambia, Bwana Yesu, na kuomba umponye mtumishi wangu, ni mgonjwa na yuko katika kufa. Yesu akamwambia, nitakuja baadaye. Yule bwana akamwambia, usije, ila sema neno tu na mtumishi wangu atafanya nini? Atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani manake hiyo ndio nguvu ya kuponya. Na ukweli Yesu akamwambia, na iwe hivyo kama alivyoamini. Na saa ile ile mtumwa wake yule akapona. La mwisho ni nguvu ya kumshinda mwovu Shetani. Na hapa ndipo ambapo ningependa sana ushike andiko lililo katika kitabu kile cha waraka wa Paulo mtume kwa Efeso sura ile ya 6 na mstari wa 17. Kwa Efeso sura ile ya 6 na mstari wa 17. Kuna neno pale, kama Roho Mtakatifu atakupa kibali, ukilishikilia litakusaidia katika maisha yako, litakusaidia mno, kwa sababu anasema kwenye mstari ule wa 7 tena. Kuna mtu amefika hapo? Haya, soma 17. Ambao ni neno. Kwa hiyo kumbe ukilipokea neno la Mungu unakuwa umepokea kitu kikubwa sana, chapeo ya wokovu, lakini umepokea upanga wa Roho. Na kuombea sana Mungu akujalie neno hili ikawe sehemu ya maisha yako, na ukipokea uwe na hakika umepokea kitu kikubwa. Umepokea chapeo, lakini pia umepokea upanga. Chapeo unaelewa maana yake? Ni kitu kinachokukinga ili usiweze kupigwa na adui. Lakini unao upanga pia ambao unaweza kumwangamiza nani? Adui. Nimesema kuna nguvu ya kuweza kumshinda au kumpoteza Shetani. Simama kwa miguu yako. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru tena kwa ajili ya majira haya ambayo umetupa. Inawezekana tumetumia muda mrefu tukipita kwenye maneno haya na maandiko, lakini wewe Roho Mtakatifu, tengeneza kitu katikati ya watoto wako hawa ambao asubuhi ya leo umenipa kibali kuwasikizisha maneno haya. Pengine maneno haya